na maabudu, alafu tutaendelea kutoka hapa. Kwa hivyo Evangelist Fidilia, tunaweza kufikiria kwa maombi, tuanze rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana alipe sifa. Amen. Naomba kama kuna kofia unaitoa tu kidogo ili tukaanze kuomba. Tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Mungu wetu, tunapenda kukushukuru Bwana. Asante Bwana kwa ajili ya masaa na majira haya. Tunakuinua na tunalitukuza jina lako Jehova Jireh, Mfalme wa wafalme. Wewe ni Mungu ishaye unayetawala milele. Asante Bwana kwa ajili ya kila nafsi iliyoko mahali hapa. Maana tuko hapa kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya watoto wetu, Mungu, wamekuja ili Bwana kuzaliwa tena upya, mfalme wa amani. Tunakushukuru Mungu tukiombea maji haya ili Bwana ukapate kuyatakasa na ukayabariki. Ili watoto wako wanapoingia Bwana wakatoke wakiwa viumbe vipya Jehova. Asante Baba kwa ajili ya watoto hao. Tunawahifadhi mikononi mwako Bwana, na watumishi watakaoingia mahali hapa tunawahifadhi na tunazingira na damu yako Jehova. Wanapoingia wacha wakapate chemichemi mpya ndani ya mioyo yao Jehova, ikapate kububujika siku zote za maisha yao utakayowapatia katika dunia hii. Hivyo basi tunapoenda kuanza, wacha Mungu wetu tukaanze pamoja nawe na hata pia tukamalize pamoja nawe kwa ajili ya utukufu wa jina lako tunaomba hata na kushukuru. Amen. Na tupate kusifu na kuabudu. Alafu baada hiyo tutapata neno kupitia kwa mtumishi wa Mungu Lumbo Ngolia. Kwa hivyo Jerusha na Christine, karibuni. Tupige makofi yetu. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. 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 Ni wa neema siku ya leo, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, 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 ni wa neema kubwa. Ni wa neema natupenda, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa.
wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, ni kweli wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wayajua maisha yangu, wayajua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, ni kweli wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Asante Baba, asante Jehova, asante Mungu wetu unayetawala mbingu na hata nchi. Mungu Muumba mbingu na nchi, Mungu wetu, asante kwa mfano wako Jehova. Sasa tuko chini ya mikono yako majira haya, ikiwa kando la mkono Bwana, tukileta jina lako Jehova, ukiita wewe Mungu wa pekee, uwepo wako nguvu zako zikashuke, zikapate kutawala mahali hapa Jehova, ikapate kutawala Jehova, ikapate kutawala Jehova, katika jina la Yesu, kila roho na kila wazo lote hakika ni neno lako linalosema ya kwamba Bwana atakaye amini na kubatizwa atapokea wokovu Jehova. Hivyo mfalme wa rehema, wanao Bwana wametubu, wanao Bwana wamekupokea. Hivyo mfalme wa rehema, wacha Bwana wa mbingu kupitia maji haya Bwana wakapate Bwana. Thank you, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Wazee tusiwe baridi. Neno linasema unapokuwa vuguvugu atakutapika katika kinywa chake na utoke. Maana hapendi kitu vuguvugu. Na kama ni moto kaa moto. Kama ni baridi kaa baridi kabisa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana na libarikiwe. Amen. Tumekuja kwa ubatizo. Kuna watoto wanazaliwa upya. Walizaliwa kwa mwili, sasa wanazaliwa tena katika maji na roho. Haleluya. Amen. Jina la Bwana na libarikiwe. Amen. Naamini sote tumeokoka. Amen. Nani hajaokoka hapa? Haleluya. Amen. So nataka niombe kwa ajili ya neno. Atufunge macho yetu kama tuinamishe vichwa vyetu kwa patiko makati. Bwana, katika jina la Yesu, nashuka miguuni mwako na nyenyekea mbele zako Bwana. Mimi ni chombo mbele zako. Bwana, naomba wewe Mungu ulio Mungu wa kipekee ukaweze kushuka na kutawala katika neno lako Bwana. Maana neno lako ni pumzi yako Jehova. Hivyo nami nikiwa chombo chako Bwana, naomba unitumie sawia na mapenzi yako Bwana, ili nikalinene neno lako kwa ufupi tu Bwana, ili Bwana likapate kukomboa mtu na likapate kufungua mtu, ili jina lako likapate kuendelea katika kila jambo linaloendelea mahali hapa. Wacha neno lako likakatakata, likachomechome na likapondeponde katika jina la Yesu Kristo. Bwana,
Nitumie, maana ni chombo chako Bwana. Na Roho Mtakatifu naomba ufunue kutoka kwako. Kwa jina la Yesu na maisha. Amen. Nataka tuende katika kitabu cha Yohana. Haya, naenda kulisoma neno katika kitabu cha Mathayo mtakatifu, mlango ni wa 3, kuanzia aya ya kwanza kuendelea. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nchi ya Uyahudi, na kusema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa sababu hiyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando za Yordani. Tuko Yordani leo. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani. Ndio leo hii. Amen. Haleluya. Amen. Huku wakiziungama dhambi zao kabla hawajashuka ndani ya maji. Amen. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo, alipoona wengi wa Mafarisayo, Mafarisayo wako hapa, na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, Haleluya. Amen. Akawaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itokayo juu? Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuko katika ubatizo. Amen. Haleluya. Amen. Nani amekuja kubatizwa? Maana tunaongea. Haleluya. Amen. Wakati Yohana alikuwa anahubiri Injili, alipokuwa akihubiri Injili, wakawa wanamsikia vile anavyohubiri, wakalipokea neno, na walipolipokea neno wakalipenda neno na wakaliamini neno, na walipoliamini hilo neno ndio wakaja ili wapate kuombewa ili waokoke na kubatizwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kitu cha kwanza mtu wa Mungu. Haleluya. Amen. Kitu cha kwanza ni toba. Amen. Kwanza utubu, uombewe toba kwanza kabla haujaingia kwenye maji. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Umeombewa toba? Asante. Yule ambaye hajapokea toba kwanza aombe toba hapa ndio aingie kwenye maji. Bwana Yesu nakubariki. Amen. Haleluya. Amen. Hivyo akaona Mafarisayo. Ndio Mafarisayo ni watu wengine ambao walijua neno lakini hawakulifuatilia neno wala hawakulitenda neno. Wao walikuwa wanajua kabisa. So wao walipolisikia neno wakachoma mioyo yao, wakaona ni vema wao pia wakaweze kubatizwa. Lakini akawaonya, tumishi wana akawaonya.
Kwanza tubuni ndio mpate kubatizwa. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hivyo wakaulizwa kwa ni nyinyi nani aliyewaonya kuikumbia hiyo hukumu inayokuja? Wazao wewe ambao haujaokoka. Haleluya. Amen. Kuna hukumu. Nasema yule aliyomkubali kuwa mwana wa Mungu, kuwa mwokozi na maisha yake, ni kwamba huyo amekwisha kutoka hukumuni, ameingia uzimani. Lakini yule ambaye hajaokoka, hukumu bado inamngoja. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. So leo watoto wangu mmekuja kubatizwa na mmeombea toba, mmemwamini Mungu. Leo hii unapotoka katika maji haya, uende ukajazwa Roho Mtakatifu, ukabatizwa kwa moto kwa moto. Na utoke hapo ukiwa umejawa Roho Mtakatifu, utaongea kwa ndimi. Haleluya. Nasikia kwa watu wakisema shakarabakara bakara, lakini haujajua hiyo linatoka kwa wengine. Huwa tunacheka tu, lakini kwa sababu hauelewi. Lakini ungejua kila mtu amepokea. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maana huyu amekwisha kutakaswa, amekuwa kiumbe kipya, anaongea na ndimi za kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. So hatutaenda sana. Nataka nikomea hapo. Jehova